Hi traders, ni siku nyingine na ni wakati mwingine tunaendelea na presentation kutoka ASAM. Na ni presentation katika sehemu ya technical analysis. Mara nyingi pia tumeweza kutazama presentation ambazo zinahusiana na technical analysis, hatujaweza kuona fundamentals. Kwa hiyo katika technical analysis tuna concentrate zaidi kwa sababu ni sehemu ya analysis ambayo kwa kawaida imezoeleka sana, lakini pia ndio ambayo ni rahisi zaidi kujifunza pia na kuweza kuicontrol pale unapokuwa unaitumia kwenye market, tofauti na fundamentals. Lakini kwa wale wanaotumia fundamental analysis, nayo pia sio mbaya sana, ni nzuri as long as utakuwa umeimaster, basi itakuwa na uwezo wa kukupa matokeo mazuri kwenye market. Kwa hiyo katika technical analysis mara nyingi tumeweza kuwa tukitazama concept za Elliott wave, ni sehemu ya technical analysis, lakini pia kuna wakati tumeweza kutazama kuhusiana na price action. Kwa zote hizo zinakuwa ni ndani ya technical analysis. Kwa leo tunachoenda kutazama, tunajaribu kuona hizo concept zote mbili kwa pamoja. Kama utahusisha katika technical analysis, kama utahusisha concept ya Elliott wave, lakini pia kama utahusisha price action, tuone kwa pamoja zinaweza kukusaidia vipi katika kuweza kutambua uelekeo halisi au kitu gani ambacho kinatarajiwa kinaweza kutokea kwenye market. Kwa leo katika kutazama hivyo vipengele viwili kwa wakati mmoja, tutaweza kuona ni kwa namna gani utaweza kutambua pattern mojawapo ambayo ni imezoeleka zaidi ndani ya price action. Wengi sana huwa wanaitrade, huwa tumezoea kutrade head and shoulder pattern. Kwa hiyo leo tunaenda kuangalia ni kwa namna gani wave count pamoja na price action zinaweza kutumika katika kuweza kutambua head and shoulder pattern. Kwa nikiongea head and shoulder pattern, nafikiri wengi wanaitambua head and shoulder. Huwa kuna wakati price inaweza kuwa ina trend upward, alafu then inatengeneza pattern fulani ambayo inakuwa kwa muonekano wa kama kuna structure ambayo tunai-account kama head, lakini pia tunakuwa na structure nyingine mbili ambazo tunazi-account kama shoulders. Kwa hiyo inaita ni head and shoulder pattern, na hapa ni pale ambapo inapokuwa imetokea kwenye uptrend, kwa inakuwa ni head and shoulder pattern. Lakini pale kinyume chake ikitokea kwenye downtrend huwa tunaita inverted head and shoulder pattern. Kwa kuna wakati mwingine pia tutambue, inaweza ikatokea wakati price ilikuwa ina trend kwenye downtrend, alafu then ikawa inafanya correction fulani, ikatengeneza pattern ya mtindo kama huo, tunaita pia ni inverted head and shoulder. Kwa tunakuwa na shoulder, another shoulder, lakini pia tunakuwa tuna head. Hii kwa mtindo kama huu tunaita ni inverted head and shoulder pattern. Kwa now tutajaribu kuangalia ni kwa namna gani wave principle inaweza kuelezea kutokea kwa head and shoulder pattern, ambapo katika discussion ambayo tutaifanya tutaenda kuiangalia katika namna ya true, tutaenda kuangalia katika namna ya true and false head and shoulder pattern. Tutaenda kuangalia katika namna ya true and false head and shoulder pattern. True and false head and shoulder pattern. Kwa now hapo tutaenda kuangalia ni kwa namna gani tunaweza kutambua kwamba head and shoulder pattern iliyotokea kwamba ni sahihi au head and shoulder pattern iliyotokea sio sahihi. Kwa hiyo tutaenda kuhusisha hivyo vitu viwili kuweza kutambua kwamba ni wakati gani tunaweza kutambua hiyo pattern kuwa ni sahihi au inaweza kuwa sio sahihi. Kwa now topic yetu ya leo ni true and false head and shoulder pattern. Kwa now tuanze kuangalia in terms of wave principle. Mainly tuangalie in terms of wave principle, ni kwa namna gani utaweza kutambua kwamba head and shoulder pattern imetokea, na unaweza kutambua kwamba ni katika sehemu gani ya wave development tunaweza kupata head and shoulder pattern. Kwa hiyo tutaenda kwa mtindo kama huo, lakini kwa yule ambaye anatumia pure price action ataweza kupata kitu hapa moja kwa moja. Ukiachana na concept ya wave count na vitu vingine, tutaconcentrate zaidi kwenye kuelewa ni kwa namna gani pattern inaweza kufanya kazi, na ni kwa namna gani inaweza kuwa ni pattern sahihi, na ni wakati gani inaweza isiwe pattern sahihi. Kwa hiyo katika wave development tunategemea waves zina develop katika movement ya 5 ambayo inakuwa ni 1 2 3 4 then 5 to the top. Manake tutaongelea zaidi kwenye uptrend ambayo tunaweza kupata head and shoulder pattern.
lakini kama tungekuwa kwenye downtrend basi tungeweza kupata the inverted head and shoulder pattern. Kwa now katika wave development tunatambua kwamba hiyo inakuwa ni wave ya kwanza na hii inakuwa ya pili, then wave ya tatu, ya nne na wave ya tano. Kwa hiyo now hiyo tunategemea inaweza kuwa ni impasse, mainly tuna consider kuwa ni impasse, manake ni aina ya motive wave. Kwa hiyo inapokuwa imekamilika hiyo impasse move mpaka wave ya tano, tunategemea wave inayofuata inakuwa ni corrective wave. Wave inayofuata ni corrective wave. Kwa hiyo now inapokuwa imekamilika wave namba 5 kwenye corrective move, ndipo tunapotegemea kwamba kutatokea head and shoulder pattern. Kwenye corrective move ni sehemu ambayo head and shoulder pattern itakuwa formed. Sasa hiyo head and shoulder pattern inaweza kuwa ni true au inaweza kuwa ni false. Kwa hiyo tunakuwa na namna tofauti za kuweza kutambua kwamba ni wakati gani tunayo true head and shoulder pattern au wakati gani tunakuwa tuna false. Kwa now corrective pattern au corrective structures ziko za namna kuu tatu, kwamba correction inaweza kuwa kwa mfumo wa zigzag, correction inaweza kuwa kwa mfumo wa zigzag, lakini pia correction inaweza kuwa kwa mfumo wa flat, correction inaweza pia kuwa kwa mfumo wa flat, and the last thing correction inaweza kuwa kwa mfumo wa triangle. The last thing ni kwamba inaweza kuwa kwa mfumo wa triangle. Kwa now inapokuwa kwa mfumo wa zigzag, inapokuwa kwa mfumo wa flat, pia hii mifumo miwili ndio ambayo ina uwezo wa kutuletea pattern ambayo inaweza kuwa ni true head and shoulder au inaweza kuwa ni false head and shoulder. Kwa triangle haiwezi kutupa the head and shoulder pattern. Lakini pia katika wave development tutegemee kwamba ni very rarely, kama tayari tuna 5 wave move up, wave inayofuata hapa kwenye high degree, manake now kwenye high degree hii itakuwa ni wave namba 1, alafu then hapa kwenye correction itakuwa ni wave namba 2. Kwa hiyo unaweza kutambua ni very rarely kupata wave namba 2 ikiwa katika mfumo wa triangle. Kwa hiyo tutegemee kwamba triangle haitakuwa ni sehemu ambayo inahusika na head and shoulder. Kwa hiyo tutakuja kuconcentrate na hizi corrective structures ambazo zinaweza kuwa kwa mfumo wa zigzag na zile ambazo zinaweza kuwa kwa mfumo wa flat. Kwa now tukiongelea zigzag tunaongelea corrective structure ya namna gani? Kwa sababu zote zinakuwa ni 3 wave move, zote zinakuwa ni wave 3 ambazo zinakuwa katika corrective form, ndio zinaunda zigzag au zinaunda flat. Kwa now tunapoongelea zigzag tunaongelea the ABC to the downward. Kwa now I can change the color, tunaweza tukawa na ABC to the downside. Kwa now this is A, then this is B, na hapa tunakuwa na C. Kwa now correction ambayo inakuwa ni 3 wave move to the downside, ikiwa kwa mwonekano kama huu tunasema hii hapa ni zigzag. Lakini kuna correction ambayo inakuwa to the downside, manake tunaangalia sasa kwenye hizo wave ambazo zinakuwepo baada ya namba 5 hapa. Hizo wave zinazokuwepo baada ya namba 5 ambazo zinaweza kutuletea head and shoulder. Kwa namna ya kwanza tunaweza kuwa na zigzag ikatuletea the head and shoulder. Lakini pia tunaweza kuwa na flat, ambapo flat ziko za namna 3. Kwa now the first one was zigzag. Kwa tunaweza kuja kuona kuhusiana na flats. Flats tunazo za namna 3. Kwa kutokana na kuwa na hizo aina tofauti za flats, kwa zinaweza kutuletea mwonekano tofauti tukiwa tuna consider the head and shoulder. Kwa now flat, aina ya kwanza ya flat tunayoita regular flat. Regular flat ni pale ambapo wave A ina move to the downside, and then wave B ina move approximately up to the area where A ilikuwa imeanzia, inaenda mpaka kwenye eneo ambalo A imeanzia, halafu then wave C inaenda to the downside, haitaweza kuvuka kwenye eneo ambalo wave A ilikuwa imeishia. Kwa now hapa tulikuwa na wave A, then tuna wave B na finally tuna wave C. Kwa ABC ambayo inakuwa kwa mfumo kama huu tunaita ni regular. Wave B does not break the start of wave A, lakini pia wave C haiwezi ku break the end of wave A. Kwa hiyo inaita ni regular flat. Kwa hiyo ni aina ya kwanza ya flat ambayo inaweza kawepo hapa kwenye correction ambayo inatokea baada ya zile 5 wave move to the top. Lakini pia tuna aina ya pili ya flat. Aina ya pili ya flat tuna running flat. Running flat ni pale ambapo wave A ina move to the downside as usual, then wave B ina break the start of wave A. Now kwa tunaweza kuona vizuri hapa kuhusiana na running flat, wave A ina move to the downside, B inapitiliza pale ambapo wave A ilianzia,
halafu then wave C inakuwa haifiki pale ambapo wave A ilikuwa imeishia. Kwa now tutakuwa tuna A, halafu then tutakuwa tuna B na finally tutakuwa tuna C. Basi hii tunaita ni running flat, ni pale ambapo wave C inakuwa ina fail short, haiwezi kubreak au kufikia pale ambapo wave A ilikuwa inaishia, lakini wave B ina break above. Kwa tofauti na regular flat ni kwamba wave B ina break above, lakini wave C inakuwa imefail short. Kwenye regular flat wave C ilikuwa imefikia pale ambapo wave A ilikuwa inaishia. Na aina ya mwisho ya flat inakuwa ni expanding flat. Expanding flat ni pale ambapo wave A as usual to the downside, wave B ina break the start of wave A, and finally wave C ina break again the end of wave A. Kwa now tunakuwa tuna wave A to the downside, then tunakuwa tuna wave B to the top, and finally wave C to the downside. Now unakuja kuona wave B as usual ime break kama ilivyokuwa kwenye running flat, lakini utofauti wake na running flat ni pale ambapo wave C ina break again the end of wave A, wakati kwenye running flat wave C haiku break the end of wave A. Kwa hapo tunakuwa tumeshaona aina tatu za the flats ambazo zote tunategemea zionekane baada ya hii wave namba 5. Kwa now tukiwa na zigzag, tukiwa na flat, ndipo tunapotegemea kuona the head and shoulder pattern. Kwa the head and shoulder pattern tunategemea tuione kukiwa na correction ambayo iko kwa mfumo wa zigzag na correction ambayo iko kwa mfumo wa flat. Kwa now katika idea tulionayo ni kutambua kwamba tujue wakati gani tunakuwa tuna true head and shoulder na wakati gani tunakuwa tuna false head and shoulder. Kwa hiyo now katika corrective structures hizi za namna mbili, zigzag pamoja na flat, cha kwanza cha kutambua ni kwamba tunapokuja kuwa na zigzag ndipo ambapo huwa tunakuwa na true head and shoulder, lakini tunapokuwa tuna flat huwa tunakuwa tuna false head and shoulder pattern. Kwa now twende tujaribu kuona, tumeshajikumbusha kuhusiana na aina za corrective structures ambazo ni zigzag pamoja na flats. Lakini kama bado huna idea ya corrective structures ambazo ni zigzag pamoja na flats, unaweza pia ukatazama video zingine ambazo zinaeleza kuhusiana na corrective structures. Kwa unaweza kuona kuhusiana na corrective structures kwenye Elliott Wave Principle, kwa utaweza kutambua flat ziko za namna gani, na unaweza trade vipi flats, unaweza trade vipi zigzag. Kwa video hiyo pia hiyo video pia ipo, unaweza kutazama kwenye channel ya Asam Forex TZ. Kwa now hapa tayari tuna 5 wave move to the top. Tunazo waves 5 ambazo zina move kwa sababu tunaangalia kwenye uptrend. Kwa tunazo waves 5 ambazo zina move to the top. Kwa now tunataka tuje tuone ni kwa namna gani tunaweza tukaona true and false head and shoulder, kwamba kuna wakati unaiona structure iko clearly, unaona structure iko clearly kwamba ni head and shoulder, lakini utakapokuja kuitrade ile structure unakuja kuona haijaweza kumeet ile target ambayo haijamit ile target ambayo ulikuwa unaitegemea, alafu then inaanza kufanya continuation. Kwa hiyo now hapo ni wakati ambao unakuwa umekutana na false head and shoulder. Kwa now tuweze kuona ni kwa namna gani false head and shoulder inatokea, lakini pia tuweze kuona ni kwa namna gani true head and shoulder pattern inaweza kutokea. Kwa kabla tujaendelea sana, kama bado huja subscribe kwenye channel ya Asam Forex TZ, basi unaweza uka click subscribe button, halafu then unaweza uka turn on notification ambayo ni sehemu pia ya msingi sana, ili uweze kupata taarifa pale ambapo video nyingine zitakuwa zinawekwa. Kwa hiyo hicho kitu unaweza kufanya ndani ya sekunde 3. 1 2 3. Okay, na imani wote tumefanya hivyo. Kwa wale ambao walikuwa hawaja subscribe, kwa tunaweza kuendelea kuweza kuona ni kwa namna gani true head and shoulder pattern inaweza kuwa formed, lakini pia tunaweza kuona ni kwa namna gani false head and shoulder pattern inaweza kuwa formed pia. Kwa tunaanza na sehemu ya kwanza, tuone kuhusiana na true head and shoulder pattern. Ni head and shoulder pattern ambayo inakuwa ni sahihi. Ukitrade basi utakuwa na uwezo wa kuwini kwenye hiyo trade yako. Kwa now tumeona kabisa ni corrective structure ambayo ni zigzag inaweza kutuletea the true head and shoulder pattern. Kwa now tuone ni kwa namna gani. Kwa now tunaanza kama kawaida, tuna 5 wave moves to the top, 1 2 3
then 4, finally 5 to the top. Kwa now waves zetu ni moja, tuna mbili kama kawaida, tuna wave ya 3, wave ya 4, wave ya 5. Kwa hizo waves kama kawaida zina obey guidelines zote. Kama ni alteration, basi tutegemea alteration itakuwepo. Kama wave number 4 ni inatakiwa iwe flat na vitu vingine vyote inabidi viwepo. Kwa tukimaliza 5 waves to the top, tunategemea kutokee correction. Tukimaliza 5 waves to the top, tunategemea itokee correction. Kwa now kunapokuwa correction inayotokea ni zigzag. Kama correction inayotokea ni zigzag, tumeona zigzag ni ABC. Kwa now kama ni zigzag, basi tutakuwa tuna wave A to the downside, wave A to the downside, ambayo ndani mwake inaundwa na 1 2 3 4 5. Kwa utatazama video kuhusiana na zigzag. Now inapokuwa ina move to the downside like this, ikifika kwenye level ambapo wave namba 4 ilikuwa imeishia, tunategemea, kwa sababu hii eneo linakuwa ni eneo ambalo lilikuwa ni support. Hili eneo ambao wave namba 4 iliishia ilikuwa ni support. Kwa mara nyingi tutegemee wave A na yenyewe itatafuta support kwenye eneo ambalo wave namba 4 ilikuwa imepata support. Kwa now ikishafika kwenye hiyo sehemu, baadaye ina bounce kwenye ile support, kuja kutengeneza wave B. Kwa now kwa mtu ambaye anatambua head and shoulder pattern na amezoea kutrade head and shoulder pattern, anakuwa tayari ameanza kupata picha ya kwamba price inatengeneza kitu cha namna kama hiyo. Anakuwa tayari ana target ya kwamba tutegemee kwamba hii price itaishia kutupa head and shoulder pattern ni pale baada ya wave A kuwa imebounce katika level ambayo wave namba 4 ilikuwa imesupport. Kwa baada ya hapo tunategemea wave B ina correct almost to 50% ya wave A, na baada ya hapo itaendelea na correction ambayo inakuwa ni wave C to the downside. Na mara nyingi wave C tutegemea iwe na urefu ambao ni sawa na wave A. Kwa ni guidelines ambazo zipo pia zinafahamika. Kwa hiyo now moja kwa moja katika movement ambayo imehusisha correction ambayo ni zigzag, ambayo imeundwa na wave A, then kuna wave B to the top na wave C to the downside. Hapa ndipo tunapokuja kuona moja kwa moja tumeipata head and shoulder pattern ambayo iko true, kwa sababu wave namba 4, ile support ya wave namba 4 ndio inayounda the neckline. Support ya wave namba 4 ndio ambayo inaunda the neckline. Halafu then wave namba 3 ndio inakuwa ni shoulder. Wave namba 3 inakuwa ni maybe the right shoulder. Halafu then wave B imekuja kuunda the left shoulder. Kwa tunakuwa tuna another shoulder. Halafu then wave namba 5 hii ndio imesimama kama head. Wave namba 5 imesimama kama head. Kwa nini hii inakuwa ni true head and shoulder? Kwa nini hii inakuwa ni true head and shoulder? Ni kutokana na kwamba unapokuna trade head and shoulder, usually tunategemea kwamba ukishatambua neckline, then price imebounce from the neckline, tunategemea i-break neckline, halafu then i-retest, you trade it downward. Kwa sababu tuna trade head and shoulder, ingekuwa inverted tungekuwa tunaenda upward. Kwa una trade downward. Sasa kinachotokea, hii ni true kwa sababu tunategemea price baada ya ku-break neckline inakuwa bado ina umbali mrefu ambao inabidi travel kwenda chini. Kwa hiyo ndio maana inakuwa ni true, kwa sababu ukija kufanya trade ya hapo na unafikiri kwenye price action katika kutrade head and shoulder, ni kwamba tunatarajia baada ya kubreak neckline price itakuwa na uwezo wa kwenda chini kulingana na urefu wa head kutoka kwenye neckline. Kwa ule urefu wa head from the neckline tunategemea price ita travel downward kwa kufuata umbali huo. Kwa huu urefu wa kutoka hapa kwenye head mpaka kwenye neckline ndio urefu ambao tunategemea price isafiri baada ya kubreak neckline to the downward, iende kwa umbali huo, ambapo now ukija kutazama kwa umbali huo pia kwa kawaida kulingana na concept ya wave kulingana na wave principle tunategemea correction mara nyingi iishie kwenye level maybe ya wave namba 2. Kwa utakuja kuona usually wave C
probably itakuja kutafuta exactly support katika hii wave namba 2. Kwa hapa ndipo tunapata the true head and shoulder, kwa sababu utakuwa na uwezo wa kuitrade na kama umeweka target yako, basi itakuwa na uwezo moja kwa moja kwenda kuhit target yako. Kwa now this is the true head and shoulder pattern. Kwa hii inakuwa ni true head and shoulder pattern ambayo utakuwa trade na kuweza kufikia target yako. Kwa ni sehemu ya kwanza. Kikubwa kumbuka true head and shoulder pattern. Kikubwa kumbuka true head and shoulder pattern inakuwa formed pale ambapo price imemove 5 waves up, alafu then imecorrect kwa kutumia corrective structure ambayo ni zigzag. Hapo ndipo ambapo tunakuwa na uwezo wa kutambua the true head and shoulder. Lakini sasa utatambuaje kwamba corrective structure yako ni zigzag alafu ikiform head and shoulder ujue kwamba this is true? Ni pale ambapo utakuwa na uwezo wa kujua kwamba wakati price imeanza kufanya correction, imefanya correction kwa kutengeneza 5 wave moves against the major trend, kwamba trend ilikuwa ni upward. Kwa price inapoanza kufanya correction kwa kutumia wave 5, ukiona kuna 1 2 3 4 5 to the downside, ambazo hizi 5 waves to the downside zinaunda wave A, halafu then kuna 1 2 3 zinaenda to the top zinaunda wave B, basi unajua moja kwa moja hii corrective structure ni zigzag, kwa sababu zigzag inakuwa ina 5 wave kwenye wave A, alafu inakuwa ina 5 wave kwenye wave C. Kwa hapa ndipo utakuwa na uhakika kwamba head and shoulder pattern inayoenda kutengenezwa inakuwa ni true pale ambapo utatambua kwamba inaundwa na zigzag. Na utatambua vipi kwamba hii structure ambayo inatengenezwa ni zigzag? Ni pale ambapo utakuja kuona wave yake ya kwanza imeundwa na internal waves ambazo zinakuwa ni tano to the downside, lakini pia inaweza kaundwa na leading diagonal kwa namna yoyote, lakini inakuwa na waves 5. Kwa hiyo ni sehemu ya true head and shoulder. Sasa tuje tuone false head and shoulder pattern. Tuone false head and shoulder pattern ambayo inakuwa ni sehemu ya pili, na hiyo ndo ni sehemu ambayo traders wengi wao wanapoteza trades, kwamba anakuwa tayari amerecognize kwamba price imetengeneza head and shoulder pattern, lakini akienda kutrade anakuta haiwezi kumpa results ile ambayo yeye alitegemea, au haiwezi kumeet zile target ambazo yeye alitegemea. Kwa pale kunapotokea kuna head and shoulder pattern, alafu wakati una trade haijaweza kumeet zile target ambazo ulikuwa umeziweka, manake ulikuwa umetrade head and shoulder pattern. Kwa kama utatambua idea ya false head and shoulder pattern, manake utakuwa na uwezo wa kupata zile warning signs za kwamba hilo tokea ni head and shoulder pattern, lakini it is not true. Kwa ukitambua hiyo idea itakuwa inakupa warning, inakupa tahadhari ya kwamba hii structure ambayo inatokea hapa sio ya kuitrade, kwa sababu ni false head and shoulder pattern. Kwa tumemaliza kwenye true. Now ni vile vile kutakuwa kuna 5 wave move to the top, 1 2 3 4 then 5. Now baada ya kukamilisha hizo waves 5, now tuna moja, tuna namba 2, then tuna wave namba 3, tuna wave namba 4 na tuna wave namba 5. Baada ya kukamilisha hizo waves 5, tunategemea price itafanya correction. Na kwenye false head and shoulder pattern, now we are looking on about the false. Na kuhusiana na false head and shoulder pattern, tunategemea kwamba correction iwe kwa mfumo wa flat. Correction iwe kwa mfumo wa flat. Now tumeona ziko flat za namna 3. Tumeona kuna regular flat, lakini pia tumeona kuna we have this we call the running flat, lakini the last one is the expanding flat. Tunazo flat za namna 3, the regular, running, lakini pia tuna expanding. Kwa now ni flat ya mtindo gani inaweza kutupa structure ambayo ni head and shoulder lakini ikawa ni false head and shoulder? Kwa usually kama correction itahusisha expanding flat, ndo wakati ambao tunapata the false head and shoulder pattern, expanding flat. Now expanding flat tumeweza kuona kwenye utangulizi wakati tunaangalia aina za flats. Tumeona expanding flat ni pale ambapo wave A ina move kwenda chini, wave B ina break pale A ilipoanzia, na wave C ina break pale wave A ilipokuwa inaishia. Kwa tutakuwa tuna A, then tutakuwa tuna B to the top, alafu then C to the downward. Kwa tukiwa na aina hii ya flat ndipo tunapopata a false head and shoulder pattern. Kwa now
tuje tuone now hii structure ikiwa imekaa kwenye hii motive move, ni kwa namna gani itakuja kuleta hiyo false head and shoulder. Kwa na wakati huo maybe unafanya price action, manake huwezi kufanya hii count ya waves. Kwa utakuja kuona kama kawaida kuna swings ambazo ni higher highs zinaendelea kutengenezwa, utakuja kuziona higher highs zinaendelea kutengenezwa, lakini price itafika wakati itafanya something like correction to the downside, halafu then itaendelea. Baada ya hii correction then price itaendelea kwenda to the upside, halafu then inaenda to the downside like this, halafu then kunakuwa na something like correction. Now maybe naweza tukairudia vizuri hapa, tunakuwa tuna correction to the downside, halafu na upward move, halafu then tutakuwa tuna downward move, halafu something like correction, then price ina move to the downside kwa mtindo kama huo. Sasa now kama unafanya price action, tunatoa hizi numbers accounts, tunatoa numbers account za waves. Kama unafanya price action, maana utakuwa unatambua kuna swings, higher highs, utaziona swings ambazo ni higher highs, lakini baadaye utakuja kuona like price imemaliza kutengeneza zile higher highs, halafu baadaye inakupa structure ambayo inaonekana kuwa ni kuna head then shoulder. Kwa utatambua kwamba hii ni shoulder as usual, hapo utatambua kuwa ni shoulder, na hapo utatambua kuwa ni head. Sasa yes, tunategemea kama hii ni shoulder, basi hapa tunakuwa na neckline. Kwa now hii kama inakuwa ni neckline, tunategemea kwamba price inapokuwa break neckline ita retest, alafu then iendelee ku move to the downside. Tunategemea break alafu then iendelee ku move to the downside. Sasa hapa ndipo ambapo inakuwa pattern imekudanganya, ndio maana nasema this is the false one. Hii itakuwa imekudanganya kwa sababu kunapokuwa na structure hii pattern haitaweza kuextend to the downside. Sasa now ni kwa namna gani haitaweza kuextend? Kwa hiyo tunarudi kwenye wave counts, alafu tuweze kuunderstand ni kwa namna gani haita extend. Kwa now wave count yetu tulikuwa ni 1, alafu then tulikuwa tuna namba 2, tuna namba 3, namba 4, alafu then namba 5. Kwa now baada ya namba 5 price manake imemaliza ile impasse. Tunachotegemea ni correction imekaa kwa mfumo wa expanding flat, ambayo kuna wave A, ambapo then tukimaliza wave A tutakuwa tuna wave B ambayo inatakiwa break ile start ya wave A, alafu then tutakuwa tuna wave C to the downside, ambayo nayo pia inatakiwa break pale ambapo wave A ilikuwa imeishia. Now tukija kuangalia kwenye internal structure ya hizi waves kwamba kwa nini tumekuja kuona now hii namba 5, tumesema this will be namba 5 itakuwa ni right shoulder maybe, halafu then tunakuwa tuna left shoulder. Sasa now hii shoulder inatokea wapi kwenye hii corrective structure? Hii shoulder inatokea wapi kwenye hii corrective structure? Then hapa juu tunakuwa tuna head. Kwa now wakati wave A inatengenezwa, katika kutengeneza wave A, always wave A ya flat huwa inaundwa na waves 3. Kwa hiyo tutakuwa tuna 1 2 3 to the downside. Wave A ya flat inaundwa na internal waves 3, alafu pia wave B nayo inaundwa na internal waves 3 to the top, na wave C inaundwa na 5 waves. Kwa hizo 5 waves kunakuwa na wave namba 1, wave namba 2, wave namba 3. Hii tuloiona hapa ni wave namba 4, and finally wave namba 5 inaenda downward. Kwa now tukiwa na structure ya mtindo kama huo, the ABC to the top, tukiwa na structure ya mtindo kama huu, tunategemea sasa kwenye big picture, kwa sababu hizi ndizo present kwa red color, hizi ni internal waves ambazo kwa namna moja au nyingine ukiwa kwenye higher time frame unakuwa huwezi kuziona. Ukiwa kwenye higher time frames internal waves unakuwa huwezi kuziona. Kwa hiyo utakuwa unaziona zile waves ambazo zinakuwa ni high degree waves. Kwa now katika high degree waves utakazokuwa unaziona, kwa utakuja kuona kwamba utakuwa na namba 5 ambayo itakuwa presented as shoulder, utakuwa na wave B ambayo itakuwa presented as head. Halafu wave A ilivyokuwa ina correct ABC to the downside inakuwa imebounce kwenye neckline,
utakuwa na neckline ambayo iko kwenye wave A, alafu price ilipokuwa inaanza wave namba moja, namba mbili, namba tatu inaunda na namba tatu za internal waves za wave C. Namba tatu inatengeneza inakuwa inatafuta support kwenye neckline, alafu then namba 4 itakuwa sasa ina balance na shoulder ambayo ilikuwa ni kwenye wave namba 5, alafu then hapa itamaliza namba 5 to the downside. Inapomaliza namba 5 to the downside, ilikuwa ni namba 1, namba 2, namba 3, namba 4, then namba 5 to the downside. Namba 5 inakamilisha wave C kwenye high degree. Kwa sasa ukitazama utakuja kuona wakati namba 4 imetengeneza, ilikuwa ni another shoulder ambayo imebalance na shoulder ambayo ilikuwa ni wave namba 5. Baada ya hapo ilivyokuwa imeweza kubreak kwenye neckline, lazima itafanya movement fulani za kuonyesha is like imeretest kwenye neckline. Kwa hiyo tayari trader atatambua kwamba imeretest kwenye neckline. Tunachokitegemea lazima i-drop approximately to the start of this upward move. I-drop almost mpaka pale ambapo hii upward move ilikuwa imeanzia. Kwa now itategemewa hivyo kwamba price ifanye movement ya mtindo kama huu. Kwa hiyo now trader hapa atakuwa na targets ambazo ziko kwenye level ya approximately wave namba 2, kwenye level ya wave namba 2. Sasa now ukiwa na target hiyo, wakati huo always flat imeshakamilika. Always correction ambazo zinahusisha flat huwa haziwi deep, zinakuwa ziko very shallow. Kwa iko very shallow, haijaweza kumove kufikia huku kwenye level ya chini kama ambavyo ilikuwa inafika kwenye zigzag. Kwa kitakachotokea baada ya kukamilisha wave C kwenye high degree ilivyomaliza 5, ilikuwa ni namba 1, alafu then ilivyokuja kumaliza C, hii hapa ni namba 2. Kwa baada ya namba 2 tunategemea kwenye high degree wave namba 3 itafuata hapa kwenda juu. Kwa wave namba 3 itafuata hapa. Kwa now kama ulikuwa umeingia umepress target yako kwenye target yako iko chini kabisa hapa, utakuja kuona baada tu ya kubreak neckline, price haijaweza kuendelea kwenda chini zaidi, lakini imerudi kwenye neckline na imeendelea kwenda juu moja kwa moja. Kwa hapa price itaendelea kwenda juu moja kwa moja kwa sababu itakuwa inaendelea na 1, 2, 3, 4, 5 to the top. Manake zinakuwa ni waves ambazo zina ukubwa kwenye high degree, zina ukubwa wa hii impasse ambayo ilikuwa imemove previously kabla ya hii correction kufanyika. Kwa now at the end of the day utakuja kuona price imeweza kukudanganya, kukuonyesha the head and shoulder. Ilikuwa now ni head and shoulder ndio, lakini that kind of head and shoulder was false. Manake ni ya uongo, sio true. Kwa kikubwa cha kukumbuka ni wakati gani tunakuwa na true, wakati gani tunakuwa na false, kwa sababu kwa kutumia price action kawaida hutaweza kutambua kwamba wakati huu tuna true, wakati huu tuna false. Kwa price action hutaweza kutambua, lakini ukihusisha concept ya Elliott wave ambayo itakuhusisha kutambua ni aina gani ya correction imehusika, basi utakuwa na uwezo wa kutambua the true pamoja na false head and shoulder. Kwa now wakati huo false head and shoulder inatokea, now hatujaweza kuona utatambuaje kwamba now this is false. Tumeona wave B itaenda to the top, then wave C, then inamaliza hapo. Sasa utatambuaje kwamba head and shoulder pattern inatokea ambayo inayotokea ni false endapo umehusisha wave count? Utatambua baada ya kuona kuna 1, 2, 3 kwenye ile move ya kwanza ya correction baada ya ile impasse. Ukiona kuna 1, 2, 3 hii inaunda A, halafu then 1, 2, 3 to the top imeunda B, utajua basi hii movement lazima iwe shallow to the downside, haiwezi kuwa deep. Lakini tuliona kama patakuwa na zigzag, basi tutakuwa na 1, 2, 3, 4, 5, then 1, 2, 3, then 1, 2, 3, 4, 5. Zigzag itakuwa na 5 kwenye first move, 2 kwenye B, half then 5 to the downside, ambapo hii itakuwa ni very deep compared to flat. Zigzag usually zinakuwa ziko deep ukifananisha na flat. Kwa hiyo ndo ni idea moja ndogo ambayo nilitegemea niweze kushare na nyie
muweze kutambua kwamba ni wakati gani unaweza kukuta setup imeonekana kuwa ni setup moja nzuri na iko na ni setup sahihi, lakini haijaweza kukupa matokeo yale ambayo ulitarajia. Kwa kitu kimoja wapo ni kuweza kutambua kuhusiana na true and false head and shoulder, ambao hiyo true and false head and shoulder huwa ni mara nyingi inaweza kutokea pia. Kwa hiyo inabidi utambue ni wakati gani utakuwa na true, ni wakati gani utakuwa na false, na utaweza kutambua hivyo vitu endapo umeweza kutambua au umeweza kujua kuhusiana na concept ya wave principle. Umeweza kutambua kuhusiana na behavior ya corrective patterns, umetambua kuhusiana na zigzag, lakini pia umeweza kutambua kuhusiana na flats. Kwa hiyo pale utakapoona kwamba correction iko kwa mfumo wa zigzag, alafu imekuja kukuonyesha pattern ambayo ni head and shoulder, hii itakuwa ni true. Na pale utakapokuja kuona correction imeanza kwa mfumo wa flat na imekuonyesha pattern ambayo ni head and shoulder, basi utajua kwamba ile correction ambayo inakuwa ni head and shoulder inayoundwa na flat, ile always inakuwa ni false head and shoulder. Kwa hiyo ndio hicho kitu cha msingi ambacho nilitegemea niweze kushare na nyie. Kwa hiyo kama umeweza kutazama hii video, concept za flat na zigzag zinakupa shida, tafuta video ambayo inaeleza kuhusiana na Elliott correction. Kuna video ambayo inaeleza kuhusiana na Elliott wave corrective patterns, basi utajifunza kuhusiana na zigzag pamoja na flats, ambapo utakuwa na uwezo wa kutrade head and shoulder pattern kwa namna ambayo itaweza kuwa ni successful zaidi, na sio ile ambayo utakuwa na guess kila mara ikitokea ukatrade alafu inakuwa haiendi kiusahihi. Asante sana, endelea kutazama na video nyingine, lakini kumbuka kusubscribe, lakini pia like na kucomment kama kuna swali au kuna ushauri wowote, lakini pia una turn on notification ili video nyingine ikifanyika uwe wa kwanza kupata taarifa kwamba kuna video imewekwa tena kwenye channel yetu ya